Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 26, siku ya Alhamis. Mada ya leo inasema ujumbe kwa ajili ya Laodikia. Soma Wakolosai sura ya 4:16 hadi 18, linganisha na Wakolosai 2:1 hadi 3. Ukifikiria juu ya ujumbe wa Yesu kwa Laodikia, tazama somo la jana. Ni uhusiano gani unapata na ule wa Wakolosai ambayo ilipaswa kusomwa pia katika kanisa la Laodikia la siku za Paulo? Kwa kuzingatia historia ya watu wa Mungu katika vizazi vyote, matatizo yale yale hutokea tena na tena. Manabii waliwakemea Israeli kwa kutaka kuabudu kama ulimwengu na kuwasisitiza watubu kabla hawajachelewa. Isaya hata aliomboleza, mji uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba, Isaya 1:21, na kuwasihi watu wamrudie Mungu ili wapate msamaha na utakaso, Isaya 1:16 hadi 20. Yohana Mbatizaji katika Mathayo sura ya 3 aya ya 2 aya 8 hadi ya 10, pamoja na Yesu Mathayo 4:17 na Mathayo 12:33 hadi 37, waliwataka Waisraeli watubu na kuzaa matunda ambayo yangestahimili jaribu la hukumu katika siku za mwisho. Mitume walitoa ujumbe huo huo, Matendo 2:38, Matendo 3:19, Matendo 17:30 na Wakorintho wa pili sura ya 7 ya 9 na ya 10. Linganisha vifungu vifuatavyo: Isaya 60 aya ya 1 hadi ya 3 pamoja na Ufunuo 18 aya ya 1 hadi ya 4 na Isaya 62 aya ya 1 hadi ya 5 pamoja na Ufunuo 19 aya 7 na ya 8. Kuna ufanano gani kati ya ujumbe katika vitabu hivyo viwili? Mungu ataziunganisha mbingu na nchi, lakini kwa sababu ya pambano hilo kuu, hilo lazima lifanywe kwa hatua. Hatua ya kwanza, pale Kalvari, Shetani alipoteza upendo wowote uliobaki kwa ajili yake miongoni mwa viumbe wa mbinguni, Yohana 12:31. Hatua ya pili, kwa njia ya huduma ya hukumu ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni, watu wa Mungu ni wakamilifu katika kila kazi njema mpate kuyafanya mapenzi yake, Waebrania 13:21, na kufanywa wafai kwa ajili ya mbingu. Hatua ya tatu, kupitia hukumu ya miaka 1000 na hukumu ya mwisho baada ya miaka 1000, maswali yote yaliyosalia yanajibiwa milele, na dhambi na mwenye dhambi wasiotubu wanaangamizwa katika ziwa la moto wa milele ambao pia unasafisha dunia, Ufunuo 21 aya ya 8. Hatua ya 4, ni kwa mwisho wa dhambi tu ndipo mbingu na dunia vinaweza kuunganishwa hatimaye, Ufunuo 21 aya ya 3. Unaweza kufanya nini wewe mwenyewe bila kumwangalia mtu mwingine yeyote ili kudumu kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa kweli ambayo ametupa? Yaani, ni maamuzi gani unayofanya ambayo yanadhihirisha ni nani unayempenda zaidi? Hii ni Machi 26, siku ya Alhamis, mada ikisema ujumbe kwa ajili ya Laodikia. Mungu atubariki sote.